ya Yesu husafisha kabisa. Hiyo damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu yako Bwana Yesu inasafisha madoa yote. Damu yako inatakasa. Damu yako imetuhuisha, na leo tunaitwa wana. Leo tunakuita Baba kwa sababu ya damu yako iliyomwagika pale Kalvari. Uinuliwe mtakatifu, utukuzwe Mungu mwenye enzi, unaishi na kudumu milele yote, tangu enzi na enzi. Wewe upo na utakuwepo na utaendelea kuwepo, maana ni wewe Mungu usiye na mwisho, uliyetangaza mwisho tangu mwanzo. Umetupa kuuishi mwisho tukiwa katika mwanzo. Tuendelee kuuishi mwisho tukiwa katika maisha yetu. Wacha jina lako litukuzwe sasa wakati huu na kipindi hichi Bwana. Papo umenipa neema ya kusimama mahali hapa. Sijui itakuwaje, lakini wewe unajua. Baraka loloja kusudia Baba. Haleluya. Wacha makusudi yako yakatimizwe kwa ajili ya utukufu wako siku ya leo, ikiwa ni siku yetu ya kuhitimisha Bwana. Na katika yale makusudi uliyoyakusudia kabla tujaondoka mji huu Bwana, ukayatimize kwa ajili yako na kwa utukufu wako, ili ile kazi uliyokusudia ifanyike mahali hapa Kibaigwa Bwana, ikaanze leo, na kwa utukufu wako Bwana ukaendelee kutukuzwa katika mji huu, na jina lako likaendelee kutukuka katika mji huu, na ikajulikane ya kwamba wewe ni Mungu unaishi na kudumu milele yote katika mji huu uliotupa kukanyaga, nasi tukaukanyaga. Jina lako likainuliwe sasa. Katika jina lako Kristo Yesu ninajiweka wakfu sasa katika mikono yako mitakatifu. Naomba Bwana ukanitumie kama chombo kwa utukufu wako. Roho Mtakatifu kasimame katika nafasi yako, ukafanya yaliyokusudiwa kwa ajili yetu sote tulio mahali hapa, na kwa ajili ya kanisa la Kibaigwa. Na utukufu wako Baba ukaonekane na kujulikana, na ikatembeleke kwamba wewe ni Bwana. Na utukufu wako Bwana usioshindwa ukaendelee kusimama mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, na wote tuseme amina. Ndiye Bwana. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ya pekee ambaye ametujalia tumeiona siku ya leo. Hii ni neema, kwa sababu kuna watu wamelala jana lakini leo hawako. Na kuna watu walikuwa na mipango yao mingi mizuri, lakini haijaweza kutimilika kwa sababu wenye kutimilisha mipango hiyo hawapo. Lakini jina la Bwana lihimidiwe kwa sababu mpango wake aliokusudia utimilike leo unakwenda kutimilika, kwa sababu yeye ni Mungu. Ametupa neema ya kuonekana, ametupa neema ya kuishi, ametupa neema ya kuiona siku ya leo. Na si hiyo tu, ametupa neema ya kuwa nyumbani kwake asubuhi ya leo, na ninaamini mpaka jioni neema hiyo itakuwa kwa ajili yetu, kwa sababu ametukusudia. Haleluya. Ninamshukuru Mungu pia kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Baba Askofu kwa kutupatia kibali kuja na kuweza kusimama kuifanya kazi ya Mungu mahali hapa. Bwana atukuzwe kwa ajili yako. Mungu awabariki sana katika nafasi ambazo Bwana amewaweka, ambazo katika hizo nafasi basi Kibaigwa inaenda kuinuliwa. Amen. Amen. Mungu awabariki nyote ambao tuko pamoja katika asubuhi ya leo. Amina.
Mimi sio mzungumzaji na sio mwalimu asubuhi ya leo, ila kuna kazi nimepewa kuifanya na ninatamani niifanye. Neema ya Mungu itanisaidia na itanitosha katika kutekeleza hilo. Amina. Nitasema maneno machache ambayo ndio yataniingiza katika kutimiza hicho ambacho kilitakiwa kutimilika, ndipo kuweza kusimama na kufundisha. Mungu ni Mungu asiyeshindwa, na Mungu anapoanza mpango wake, yeye yupo kwa ajili ya kuutimilisha. Hakuna kazi ya Mungu ilianza ikaishia njiani. Watu tumeishia njiani kwa sababu ya mitawanyiko, kwa sababu ya kushindwa kwenda katika ile njia ambayo ametukusudia kwenda nayo. Lakini yeye hakuna mpango wake hata siku hii moja uliwahi kuacha kufanikiwa. Alipomuita Musa, akamuita, akasema naye, akampa kazi. Lile lilikuwa ni kusudi maalum la kuwatoa taifa la Israeli kwenye nchi ya Misri. Na ile nchi ya Misri, taifa lile walipelekwa si kwa sababu walikuwa wamekosa ama wametenda dhambi, lakini Mungu alikuwa na mpango na ulimwengu, ambao mpango huo unaishi mpaka leo. Sisi tunaishi kutokana na huo mpango uliokuwa umetimilishwa wakati huo. Haleluya. Kwa hiyo mpango huo ambao alikuwa nao, akamuita Musa, akasema naye, na aliposema naye akamtuma kwa Farao. Nitakatakata ili niweze kuwa na muda wa kutosha. Akamtuma kwa Farao. Kabla hajamtuma kwa Farao, alianza na Ibrahimu. Alimtoa Ibrahimu mahali akiwa anaabudu miungu. Ibrahimu hakuwa mtu wa Mungu. Ibrahimu hakumjua Mungu. Ibrahimu aliishi akiabudu miungu ya baba zake, kwa sababu tokea kipindi cha mwanzo cha anguko, dunia haikumjua tena Mungu. Dunia watu waliishi kwa kumpendezesha shetani, waliishi kwa kuyafanya mapenzi ya shetani. Katika kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 3, baada ya lile anguko ambalo Hawa alizungumza na shetani, akaingiziwa mfano na sura wa shetani ndani yake, na ndipo akaupeleka kwa Adamu, na Adamu akabadilishwa kupitia kile ambacho waliambiwa wasifanye, na wao wakafanya. Na walipobadilishwa, kuanzia hapo uzao uliotokea kutoka kwa Adamu ulikuwa ni uzao usiotokana na Mungu, ni uzao uliokuwa umeingia dosari. Na wakati huo ni wakati ambapo shetani alikuwepo akifanya kazi zake, na alikuwa amekusudia kumharibu mwanadamu asije akafika mahali alipokusudiwa na Mungu aweze kufika. Na kwa sababu hiyo alifundisha wanadamu kuishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Alitumia malaika alioanguka nao, wale ambao aliondoka nao wakati akiwa kwenye kusudi la Mungu, akiwa Lusiferi. Aliwatumia hao kwa ajili ya kuwafundisha wanadamu masuala ya rohoni, lakini katika mfumo wa kishetani. Ndio maana leo tuna wachawi. Sio kwamba wachawi wametoa watu, wachawi wametoka kwenye mfumo wa shetani kufanya hayo. Mungu ni Mungu wa yote yasiyowezekana, na shetani akafundisha watu, ndio watu wakaanza kuishi katika mifumo hiyo na mambo mengine mengi. Kwa sababu siko katika kufundisha hayo, nilitaka kutoa dira ya wapi tunaelekea. Watu wakafundishwa tabia mbaya, watu wakafundishwa kuishi na mashetani, watu wakafundishwa kuishi na hao viumbe ambao walifanya vitendo vya ngono, kuwafundisha wanadamu. Matendo ya ngono hayakujulikana na mwanadamu, bali walifundishwa na shetani, kwa sababu ni sehemu ya ibada yake. Kwa hiyo katika hilo mwanadamu akaishi katika sura hiyo, na hiyo sura iliendelea kumchukiza Mungu na kumfanya mwanadamu azidi kwenda mbali na Mungu. Na mwanadamu alipozidi kwenda mbali na Mungu, ikafika wakati Mungu akafutika kwenye uso wa mwanadamu. Kwa maana mwanadamu hakumjua Mungu, alimjua shetani. Na alimjua shetani kama Mungu wake, lakini hakujua kama kuna Mungu. Kwa hiyo Mungu alikuwa hana jinsi yoyote ya kuweza kujihudhurisha tena mbele ya mwanadamu, hata mwanadamu ajue kwamba yeye yupo. Ndio akasema siku zote Mungu ana kanuni moja ya kumtafuta mtu. Hatafuti watu, anatafuta mtu. Akasimama mahali palipobomoka, akamtafuta mtu mmoja wa kwanza. Alitafuta nani mwenye haki, akampata. Yuko Nuhu. Nuhu alitoka kwenye kizazi ambacho kilikuwa hakijaingiliana kwenye ule unyama ambao ulifanyika na shetani.
kwamba wanyama, yani nataka nikupe ili ngoja nilielezee hivi. Wanyama waliharibiwa, wanyama waliukwa, walifanywa, walitengenezwa, wakawa wanaishi na Adamu na Hawa pale bustani. Lakini ule uzao wa wale wanyama uliharibiwa kwa njia ya ngono. Wakafanya ngono na wanadamu kipindi hicho. Wakazaliwa watu waliobeba sura ambazo ni tofauti. Wakazaliwa viumbe ambao walikuwa wamebeba mifano, sura na jinsi tofauti. Umbile lao lilikuwa la kibinadamu, vichwa vilikuwa ni vya ng'ombe, mbuzi na kadhalika. Lakini wengine wakazaliwa wakiwa na umbile ni la nyama, lakini kichwa ni cha mwanadamu. Hao ni watu walikuwa wanaishi wakati huo. Wengine wakazaliwa ni wale wanafili na wasikia kwenye Biblia. Wakati Bwana ananifundisha hili akasema, msione kuna majengo ya zamani tena kule Ulaya leo tayaona. Ndio niliyaonaga huko. Huko kwetu sijui kama yapo. Majengo ya zamani kabisa yaliyojengwa, unaona jengo limeandikwa 17, yani karne ya 17. Karne ya 18, karne sio ya ngapi, ambapo kule wakati huo kulikuwa giza limeshaingia. Wakati ambapo mitume walipohubiri injili kipindi chao, giza likaingia, dini ndio ikaanza kufanya kazi wakati huo. Kwa hiyo walichora zile picha kama kuwakilisha ule mfano uliokuwa unaishi kipindi cha anguko. Watu wanachora, unamwona farasi anamkia lakini kichwa kinaangalia hivi, ni mtu. Niliziona hizo picha. Bwana kaniambia usione hizi picha ukafikiri kwamba ni ubunifu wa watu. Huu ni uhalisia wa watu waliokuwa wanaishi kipindi kile cha anguko. Ndio iliyofanya mimi nikaleta gharika. Maana kulikuwa na watu wasiokuwa watu, kulikuwa na wanyama wasiokuwa wanyama. Kwa hiyo uumbaji wangu wote uliharibiwa. Ndio maana hakuna kitu kilibakia. Wanyama na kila kitu kiliondolewa kwa sababu wote walikuwa wameharibika. Lakini anasema alipokuwa ametafuta nani mwenye haki atakayesimama mahali palipobomoka, akampata Nuhu ambaye kutoka kwenye kizazi chao kulikuwa hakujaingia ngono ya staili hiyo. Kulikuwa hakujaingia ngono ya kulala, yani hakujazaliwa uzao unaotokana na shetani. Kwa sababu wale watoto walizaliwa na wale viumbe ambaye leo tunaishi, watu wanaishi. Kuna wanadamu wanaishi ni nusu wanadamu, nusu ni mashetani, nusu ni majini. Hao ndio wale ambao hata akiokoka, Biblia inasema dhambi zao zinatangulia mbele yao. Kwa sababu ni dhambi zilitokea huko. Huo ni uzao unaotembea kizazi hadi kizazi. Na leo wapo wanaishi ambao hawawezi kuokoka. Na hata kama wakiokoka wakija kanisani, ndio hao wasanii tunaosema ambao hawawezi kukaa na Mungu, hawawezi kubadilika kwa sababu hawatokani na asili ya Mungu, wanatokana na asili ya shetani baada ya anguko. Wakati huo Nuhu akapatikana, na yule Nuhu alipopatikana akiwa mwenye haki, ile haki aliyokuwa nayo Mungu akamtumia yeye, ndipo akaamua atengeneze safina ili Mungu aangamize, aharibu kila kitu, ndipo aanze kujenga upya. Mungu hajengi msingi mahali pana msingi mbovu hata siku moja. Msingi wa ukishaharibika, Biblia inasema mwenye haki atafanya nini? Msingi ule unatakiwa kuharibiwa, kubomolewa, kupotezwa ili Mungu aanze msingi mpya. Na hicho ndio kitu kinachoenda kufanyika mahali hapa. Yakapita hayo, gharika ikapita, na wale watu uzao ule ukafutika kulingana na Biblia. Alafu ulipofutika, Mungu akaanza tena upya. Wale watoto wa Nuhu walipokea neema ya kwenda na baba yao, kama jinsi ambavyo watoto wako wanaweza kuwa na neema wewe ukisimama vizuri. Sisi tunawabeba watoto wetu, tunawabeba tunapowafundisha vizuri, tunawabeba tunapowapa kutembea katika njia iliyo haki. Lakini swala la kuingia mbinguni litakuwa la maamuzi yake. Lakini atafanyaje maamuzi asipofundishwa? Atafanyaje maamuzi asipoelekezwa? Atafanyaje maamuzi asipolelewa vizuri? Kwa hiyo watoto wetu wanatembea na neema iliyoko tulionayo sisi. Mimi ambaye ni mzazi, mimi ambaye ni mtumishi wa Mungu, ninaposimama kwa ukamilifu, ametufundisha mtumishi wa Mungu hapa asubuhi kwenye Sunday School, kusimama kwenye nafasi yangu, nikafanya kile ambacho nilikusudiwa kufanya, neema nilionayo inafuata na watoto wangu. Baraka zitafuata watoto wangu. Ustawi utafuata watoto wangu. Kile ambacho Mungu amekusudia mimi nikipate, kwa sababu watoto wangu bado wanatembea na mimi, wananyonya kutoka kwangu, kutoka kwenye ustawi nilionao, na wao wataambukizwa. Wakiwa shuleni watakuwa kichwa na sio mkia. Hili neno Bwana alisema na mimi miaka imepita ya 90 na kitu. Akanambia watoto wako watakuwa kichwa na wala sio mkia. Kwa sababu umekubali kusimama kwenye nafasi yako kwa ajili yangu, na watoto wangu wakawa kichwa kwa namna ambayo siwezi kuielezea. Kwa Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akamchukua Nuhu, akatengeneza safina, watoto wake wakapokea uponyaji. Pamoja na kwamba
hawakuwa wema kiasi hicho, lakini walipata uponyaji, wakapata ukombozi kwa sababu ya baba yao. Baba yao alikubali kusimama, baba yao alikubali kuishi, na baba yao alitembelea ule unabii ambaye ulitolewa na baba yake ambaye aliyemzaa. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki kuingia kwenye Biblia sasa hivi kwa sababu tuna mambo mengi ya kwenye Biblia. Wacha nieleze kwanza, nikupe tu picha alafu tutafika mahali. Amen. Akatembelea unabii uliotolewa na baba yake ambaye aliyemzaa Nuhu, na watoto wake Nuhu wakatembea na unabii. Wewe unataka kuachia mtoto wako urithi gani? Unataka umwachie nyumba uliojenga? Mwachie mtoto wako urithi wa Bwana. Kumwachia urithi wa Bwana, nyumba na jumba na kila kitu, Bwana atakupa, kwa sababu yeye atamtengenezea mazingira hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale watoto wakapata neema, wakaenda. Mungu akaanza safari yake hapo. Wakazaliwa watu, uzao ukaendelea, ukaharibika tena. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile mbegu ilikuwa bado ipo, inatembea ikifanya kazi. Na kwa sababu hiyo ndio maana nimesema kwamba wale watoto hawakuwa wema hivyo, kwa sababu mbegu iliendelea kupitia wao. Kwa hiyo ilipoendelea, mmoja kati ya hao, walipoendelea katika hali hiyo, Mungu akaanza kutafuta ni nani nitakayeweza kumpata asimame. Ndipo akapatikana Ibrahimu. Ibrahimu alikuwa sio muabudu Mungu na alikuwa hamjui Mungu. Ibrahimu alikuwa anaabudu miungu kama vile ulimwengu ulivyokuwa unaabudu miungu kipindi hicho. Watu hawakumjua Mungu wa Israeli kwa sababu Israeli haikuwepo. Watu hawakumjua Mungu muumba kwa sababu watu walikuwa wameshaondoka. Hawajui tena ni nani aliyewaumba kama leo ilivyo. Watu hawajui nani aliwaumba. Watu wanaishi kama wanyama. Yaani hawajui hata walitokea wapi. Kuna watu wameokoka lakini bado hawajui asili yao inatokana na nini. Kuna watu wameokoka lakini hawajui ya kwamba neema ambayo tuko nayo kwa ajili ya maisha ya wokovu tumeipokea kutoka wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibrahimu akakutwa na Mungu. Mungu akajitambulisha kwake kwa namna ya upole. Hakuenda kwake kwa namna ya kuonyesha kwamba mimi ni Mungu, kwa sababu Ibrahimu alikuwa na Mungu mwingine. Kwa hiyo ilikuwa lazima aende kwake kwa upole, akijieleza kwa upande wake, ndipo aweze kusikilizwa na kukubaliwa. Ndipo Ibrahimu akamsikiliza, akamwambia mimi ni Mungu mwenye enzi yote unayoiona. Yote ni mimi, pamoja na kwamba sijulikani, ni mimi. Kile ambacho mmewekewa juu ili muweze kukiabudu ni sanamu, hakibeba uhalisia. Uhalisia ni mimi, na zile sanamu zinatokana yani zimebeba mifano ya kufananisha ya kwamba ndiyo Mungu, lakini mimi ndiyo Mungu. Akajitambulisha kwa Ibrahimu na akamwambia Ibrahimu, sasa nataka uende mahali fulani, nataka kuanza kazi na wewe. Nataka tuanze kitu kipya ambacho nilikikusudia kukifanya, kwa sababu Mungu alijua hawezi kumpata mwanadamu, lazima apatikane mwanadamu. Ndio maana Yesu alikuja kama mwanadamu ili aweze kupatikana mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akamchukua Ibrahimu, akampeleka. Sasa Ibrahimu akakubali, akampeleka katika nchi ile aliyomwambia kwamba atambariki huko. Na kitu ambacho Mungu alifanya na Ibrahimu pale mwanzoni, hakutaka kujua Ibrahimu anaendaje, anaenda vipi. Alikuwa anajitambulisha na kudhihirisha kwamba kweli mimi ni Mungu mwenye enzi. Kwa hiyo katika kujitambulisha na kujidhihirisha kwake, ilikuwa lazima mbariki. Ilikuwa lazima muonyeshe katika hali ya ubinadamu, yaani katika ile mambo ya kuonekana kwa macho ya damu na nyama, ya kwamba mimi ni nani, ndio mbariki wako. Kwa hiyo ikawa hivyo, na Mungu akaanza kumbariki na wanyama na nini. Ibrahimu alienda na Sarai na Lutu, lakini Lutu ikawa tena ni bahati mbaya kwa sababu hakutakiwa kwenda naye. Lakini hata alipofanya hivyo, Bwana aliwatenganisha. Safari ya Mungu imebeba sura nyingine, na ni mpaka utakapoweza kufika mahali kwenye hatua hiyo ndio unaweza kaelewa Mungu anatembeaje na anatendaje kazi. Kinyume na hapo, ndio maana tunajikuta tuko kwenye michanganyo mingi. Tumejichanganya sana. Nilijichanganya sana mimi wakati nikiwa bado najua, yani hivi najua nimeitwa. Najua nishaambiwa nini cha kufanya. Mimi niliitwa nikiwa darasa la 4. Nikaambiwa nini cha kufanya nikiwa darasa la 4. Nikafundishwa, nikaonyeshwa na kila kitu. Mpaka nakuja kufikia sasa ndo nimekuwa, lakini sikuwa naelewa bado. Unaweza kufanya kitu kakaa vizuri. Hiyo
nikajikuta kwamba naharibu kwa sababu naenda kwa namna ambayo sio. Kwa nini? Nilijikuta nimechukua kile cha Mungu nikakiingiza kwenye mfumo wa duniani. Kwa nini? Kwa sababu nimeona watu wanafanya. Sasa sio kila kitu unachoona watu wanafanya ni sahihi. Kuna kile kilicho sahihi, na hicho ndio tunatakiwa kukitafuta. Hicho ndio tunatakiwa kuwa nacho, ili ndipo sisi tuweze kuishi kwa usahihi. Hatuwezi kuishi kwa usahihi kama hatujakipata kilicho sahihi. Ni kweli tumeokoka, lakini kuna namna ambayo Mungu anisaidie tu, anipe neema, na mimi sijui nitaendaje, lakini neema itatosha. Kuna namna ambayo natakiwa niishi katika usahihi wake Mungu. Sasa Ibrahim, baada ya Mungu kumuonyesha haya na yale, akambariki, wakawa marafiki, wanatembeleana, ndipo akaanza kwenye Kutoka sura ya 15 ndio akaanza kusema naye. Hiyo kumtoa ilikuwa sura ya 12, kumtoa kule kwao, kuja kuanza kusema naye mahali yani alipofika kule mahali anakoenda, Mwanzo sura ya 13, mpaka anakuja kufika mahali ambapo Bwana anaanza kumpa siri zake, makusudio ya moyo wake ni nini. Ndio anaanza kusema naye akimwambia, sasa wewe tena. Anasema naye wakati Ibrahimu amechoka, anasema naye wakati Ibrahimu hana nguvu, amechoka, amezimia. Ndipo yeye sasa anamueleza habari za kazi anazotaka Ibrahimu aweze kuzifanya, yani kupitia uzao wake, kile ambacho kitafanyika na hivi na vile na vile, na jinsi gani atapeleka uzao wake Ibrahimu kule katika nchi ya Misri, watakaa kule miaka mingapi, mpaka mwisho atawatoa awalete tena katika nchi ile ambayo yeye amekusudia wakae hapo. Ibrahimu alipoelezwa hayo, hatua zao zilienda za kujenga urafiki, hatua kwa hatua, mpaka wakafika mahali kwenye Mwanzo 17, ndipo anamwambia, sasa rafiki yangu, sasa tembea mbele zangu kwa ukamilifu. Mungu anakwenda na sisi kwa ngazi kwa ngazi. Na ndio maana kuna wakati unapokuwa katika hali ya uchanga, ya utoto na nini, unaweza ukaharibu na ukaona tu ni rahisi kutengeneza, kwa sababu inategemea ni stage gani tuko nayo ya wokovu. Ni kama vile mtoto mchanga, mtoto akiwa, tuna watoto hata hapa tunao. Mtoto yote kama huyu aliyebeba hapo, sijui ni mchanga huyu amefunikwa, lakini mtoto mchanga akikaa pale kwa mama yake, wala amwambii mama mimi nataka kwenda kujisaidia, yeye amekaa anajua niko kwenye mikono salama, yeye anajisaidia hapo hapo. Kwa hiyo unakuta mtu ameokoka anajua mimi niko kwenye mikono salama, alafu anajikuta ameharibu. Kwa hiyo anapoharibu, kuna neema huwa inaachiliwa kwa ajili ya watu kama hao ambaye ndio wanakuwa. Inakwenda hatua. Anapofika kwenye hatua fulani, Mungu anaanza kusema naye makusudio yake juu ya wokovu aliyompa. Ndio hicho ambacho alikuwa anasema na Ibrahimu kwenye ile Mwanzo 15. Ibrahimu akiwa amechoka. Na hicho ni kipindi ambacho mtu anajikuta ameanza kulegalega kwenye wokovu. Maisha ya wokovu yanakuwa kama vile yapo hayapo, anaanguka na kuinuka, anachoka, anataka kurudi nyuma, anaona niende mbele, anarudi nyuma, wengine wanamsukuma, wanamwambia twende, wasipokuja kanisani wanamfuata nyumbani. Hivyo hayo ndio mazingira ambayo yanafanyika wakati huo, lakini mtu anakuwa amezimia moyo. Kwa hiyo anakuja, anarudi kanisani kwa sababu kuna watu walimfuata. Kwa hiyo anakuja anasema mimi nitaenda tu kwa sababu wananifuata, mimi nitaenda tu kwa sababu mchungaji amenipigia simu, mimi nitaenda tu hivyo. Anakuja anakaa kama vile hayupo, anaangalia watu kwa sura ambayo haieleweki, anakaa kama vile mguu mmoja uko ndani, mguu mmoja uko nje. Matokeo yake saa nyingine anaenda hivi na vile na vile na vile. Sasa inafika kwenye ile hatua, hapo Mungu anasema naye kuhusiana na yale ambayo ni makusudi yake, ili amjenge aweze kuimarika. Kwa hiyo Ibrahimu alikuwa anajengwa na Mungu wakati alikuwa anaambiwa kuhusiana na mpango wake Mungu ni nini. Kwamba mimi sijakuchukua tu uje ukakae hapa. Nina mpango wangu mkubwa sana kule mbele, na ni wewe ndio utakayetimiza. Na mpango huo sasa ndio Mungu akawa anamuelezea, watoto wako, uzao wako utaenda kule, utachukuliwa mateka, utakaa kule miaka hizo, watakaa kama mateka miaka 400, lakini mimi nitawarudisha. Uzuri ni Mungu akisema, ndio maana tunasema anatangaza mwisho tangu mwanzo. Atasema atakupeleka mahali, alafu atakurudisha pale pale, atakwambia lakini mimi nitafanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Huo ndio uzuri wa Mungu. Sasa tatizo ni kwamba sisi sasa kutokuwa makini, kutokumuelewa, kutokumsikia,
na kutokutaka, na zile vurugu pia zinazokuwa zinatusonga katika maisha zinakuwa sehemu ya kutufanya sisi tunasahau. Sasa Abrahamu hakusongwa, pamoja na yale alikuwa yanamkuta ya ajiri na nini na nini na nini, lakini hakusongwa. Alibakia pale akisubiri Mungu atafanya nini. Sura ya 17 Mungu anasema na Ibrahimu, anamwambia sasa wewe, mimi nataka uende mbele zangu kwa ukamilifu. Yaani sasa hama kwenye hiyo stage ambayo ulioko nayo, panda juu sasa. Mahali unapokwenda kupanda, nataka sasa uanze kutembea na mimi, kwa sababu sasa na kuingiza katika hatua nyingine. Abrahamu akamuelewa Mungu, akasema niko tayari. Na Abrahamu alifikiria kwamba si ni tumezoea kuzungumza, na sasa amezungumza. Hakujua hiyo stage ambaye aliyofikia sasa anayotakia kuvushwa ilikuwa inamtaka yeye ndio ahusike. Na hiyo ndio ilikuwa ile stage ambayo ilikuwa inahusu agano la tohara, ambaye ilikuwa sasa Abrahamu anatakiwa kitovu kikatwe, kwa manake atairiwe watoto wake, yani uzao ule utairiwe, kwamba wanatenganishwa sasa na kule kwenye ukale wake, ili sasa aingie mahali ambapo ni pa utukufu, aanze kutembea na Mungu kwenye utukufu, ndipo Mungu aanze kujidhihirisha uweza wake kwake Ibrahimu. Sasa hapo ndipo mahali pia panakuwa pagumu kwetu, mahali ambapo tukifika mahali kuingizwa kwenye agano la Mungu ambalo linanihusu mimi kuingia kwenye gharama, sio mtumishi wa Mungu, sio kanisa, tunashindwa hapo. Hata mimi nilishindwa kuinuka kwangu ni mara ya pili unaponiona nasimama hapa. Nikasema mimi bwana na utumishi na nini, nikasema naachilia mbali, nikaendelea na biashara zangu, kaendelea na mambo yangu, kaendelea na kazi zangu. Lakini ndio kukwama kwingi kulikuwepo, kwa sababu nilifanya nini? Kama tulivyofundishwa asubuhi, niliingia kwenye mipaka mingine. Kwa hiyo nikajikuta kule sasa maisha yamekuwa ni ya kustruggle, hangaika, fanya hivi. Sasa huko nafanya huduma, lakini nishaamua kwamba sasa bwana mimi nitaenda kwa namna hivi. Nikatembea kwenye mapenzi yangu, nikalikataa lile agano. Kwa hiyo nilipoanza kwenda kwa namna ile, ndio ikafika mahali sasa mambo yamenyonga. Sasa hakuna kitu kinaenda, sio huduma, sio biashara, sio maisha. Yaani kafika mahali kwamba sioni tena mbele. Sasa kama tulivyozoea sisi tuliookoka, ni kulia mbele za Mungu, Mungu nione sini, na kumwambia shetani achilia hiki. Hapo shetani haachilii kitu, kwa sababu yeye amepewa kukamata, na anakamata kwa agizo, na lile agizo analokamata nalo ni mpaka mwenye aliyempa agizo amwambie achia, ndio ataachia. Na ili aambiwe aachie, lazima wewe umeshakubali kuingia kwenye agano. Unaona hapo sasa? Hapo ndio mahali palinikamata. Nikalia. Nililia sana. Yaani yale mambo kulia, nililia sana. Mimi sasa hivi nacheka na kumfurahia Mungu. Nikilia nalia kwa ajili ya dhambi za watu, na sio kwa ajili yangu tena. Niliacha baada ya kujifunza. Nikalia. Nikamkemea shetani. Ni kama vile shetani alikuwa anasimama tu pale ananiangalia, anasema ukimaliza mimi niendelee na shughuli zangu. Yaani niendelee kukushikilia, maana mimi hapa niko kwa agizo na siwezi kuondoka. Mwisho nikafika mahali nikasema sasa mimi naacha huduma. Nikakaa, nilikuwa na watoto wangu, nikawaambia mimi jamani, sasa huduma basi, sifanyi tena huduma. Nini kimetokea? Maka wananijua kwenye huduma niko hivyo, yani nimejizatiti, nampenda Mungu na nilijitoa kwa ajili ya huduma. Nini kimetokea? Nikasema mimi sielewi kwanza nini ambacho kinachoendelea, na kwa sababu hiyo nimeamua naacha huduma. Wakaniuliza, ama watu ulionao unaofanya sasa wamesoma, kwa hiyo wakawa wananiletea zile chapter za usomi, kwamba maana kuna nini ya uongozi, masomo ya uongozi yanaokuambia kwamba kuna watu wa aina kadhaa. Kuna wale wanaokuja kukunyonya tu. Wewe unawaona kanisani unafikiri uko nao, kumbe wale hawana kazi nyingine, wana mambo yao wanataka. Ndio hao wakikuta kwamba wewe huwezi kuwaombea, huwezi kufanya kitu, wanaenda kutafuta makanisa mengine kwenye kuombewa. Hata ukiwafataja hawezi kuwa wako hapo. Kuna wengine ni wasumbufu, wako kwa ajili ya kukusumbua. Watakuja pale kazi yao ni kuzusha tu. Hao hapo. Wakaniambia hayo, ama watu unaofanya nao kazi sio hapa. Nikasema hamna shida mimi. Ikafika mahali ni kweli niliacha. Yaani nikafika nikaacha. Na nilipoacha nikasema mimi naacha, nakaa chini sasa ni utafute uso wa Mungu. Ninajua kuna mtu nasema naye hapa. Ni muda mrefu umekuwa kusema unatafuta uso wa Mungu.
nasema hivi, ondoka huko. Huo uso huwezi kuuona. Maana unatakiwa kuingia kwenye lile agano la kukutoa hatua ulionao uingia kwenye hatua nyingine. Na kama hauko tayari kuingia kwenye hilo agano, lia utakavyoweza kulia, omba utakavyoweza kuomba, hautaingia kwenye hilo agano na hicho ambacho kilichokushikilia hakitaondoka. Ndio maana kanisa leo limekuwa ni watu wa kulia kila siku, kulia kila siku, kulia kila siku. Ni kama ambaye tunaomboleza. Na tuombolezi kwa ajili ya wenye dhambi. Tunaomboleza kwa ajili yetu wenyewe. Mtu amekaa miaka 5 kwenye wokovu bado analia kwa ajili yake. Ulimwengu utaokolewa lini? Mtu amekaa miaka 10 kwenye wokovu bado anaomboleza kwa ajili yake. Ulimwengu utaokolewa lini? Jirani zako wataokolewa na nani? Watatoa hadi mafundisho. Kama wewe bado una ya kwako wewe, mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, huyo mtoto anayeishi miaka 10 asiyeweza kutembea, si ni hasara kwa familia? Kilio kwa familia. Ndio maana watu wanalia, kilio kimekuwa ni kingi. Nikalia, lakini nikafika mahali nikasema sasa basi Bwana, nikaingia kwenye maombi. Nikamwambia Mungu, nafanyaje? Aliniambia tu kitu kimoja tu, kwa sababu unafanya ambacho sijakutuma na sijakuagiza kufanya. Sasa mimi nafanyaje sasa? Na ni nini hicho? Wakati mimi naona niko sawa, nazunguka ulimwenguni na ubiri, wagonjwa wanaponywa, hivi na vile na vile vinafanyika. Sasa ni nini hicho? Akaniambia